balozi au loyal member ana michango katika maeneo tofauti. Ana michango katika eneo la kifedha, kijamii, kimkakati na kimasoko. Eneo la kifedha ana mchango kwa kuwa anaongeza mzunguko wa fedha kwenye chama kwa sababu yeye ni mtumiaji namba 1 wa huduma za chama. Kila huduma ya chama ambayo inatolewa, kama chama kina huduma ya bima, tunatoa huduma mikopo, amana, wekeza bando na vitu vingine, loyal member anakuwa ni namba 1 kwenye kutumia hizo huduma. Kwa hiyo kwenye eneo la kifedha amekuwa akiongeza mapato na akiongeza mzunguko wa fedha kwenye chama. Lakini kuna eneo la kijamii. Huyu mtu amekuwa akijenga imani kwa wanajamii, kuweza kupata imani ya kukitumia chama ambacho yeye ni mwanachama. Kwa sababu amekuwa akienda kukizungumzia chama vizuri, akielezea yale mazuri yanayopatikana kwenye chama, na hivyo anajenga imani kwa jamii ambayo haijafikiwa na hizo taarifa za chama chetu. Kwa mtu anapata imani kwa kumsikia loyal member anapokielezea chama chake, mazuri yake, hivyo anaweza kumshawishi mtu mwingine ambaye sio mwanachama kujiunga kwenye chama chetu. Lakini kuna eneo la kimkakati. Kwenye mikakati huyu mtu anatusaidia nini? Amekuwa ni mbunifu, amependa kushauri viongozi nini cha kufanya. Mikakati ipi tuweke kwa ajili ya kufanya chama chetu kisogee hapa, kutoka hapa tulipo kwenda eneo jingine. Lakini kuna eneo la kimasoko. Ni balozi anayetangaza huduma. Ni mtu ambaye akikaa hawezi kukaa bila kuzungumzia huduma za bandarini SACCOS. Jamani, tuna mikopo ya viwanja, tuna mikopo ya biashara, tuna mikopo ya maendeleo, tuna mikopo ya dharura, tuna huduma za bima. Ni hivyo mtu ambaye anapenda kuzungumzia huduma za chama chake. Kwa hiyo unapozungumza huduma za chama, ni tayari unatengeneza soko, kwa sababu katika watu 4 5 unaozungumza nao, kuna mmoja anaweza akavutiwa, akapendezwa na kile ambacho mnakifanya. Kwa hiyo tayari unakuwa umetangaza chama na umetusaidia kupata wanachama wengine.